Inua mikono yako, mwambie Yesu. Kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Mwambie kwa kumaanisha mbele za Bwana, mwambie Yesu tena. Kila siku Bwana, kila siku, kila saa Bwana, kila saa. Yeye ni kila kitu kwetu Bwana. Haleluya. Ongeza sauti mbele za Bwana, mwambie tena Yesu. Kila siku, kila siku, haleluya, kila saa, haleluya. Ongeza sauti yako mbele za Bwana, mwambie tena Yesu. Kila siku Bwana, kila saa, kila siku, kila saa, mwaminifu Bwana. Kila siku Bwana, kila saa, mwaminifu Bwana. Asubuhi, mchana na jioni, kila majira na kila wakati Bwana, mwaminifu Bwana. Unanilinda kila leo Bwana, unanitunza kila wakati Bwana, mwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, ninaomba Roho wako Mtakatifu akashuke na kuwahudumia watu wako Bwana. Ukashuke Bwana, ukashuke Bwana, ukawahudumia watu wako Bwana, ukatembee na watu wako Bwana, ukatende mambo makubwa katikati ya watu wako. Roho Mtakatifu mwema, ninakuomba Bwana, shuka wahudumie watu wako Bwana. Ondoa ukame ndani ya mioyo yao, ondoa kila kitu ambacho kinaleta kikwamo, kinachokwamisha watu kujaa Roho Mtakatifu, kinachosababisha watu wasijazwe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mzuri, naomba neema yako na uweza wako, fundisho ili ikawaguse watu wako, watu wakaponywe, watu wakafunguliwe, watu wakatakaswe, watu wakainuliwe kwa upya. Ninaomba Bwana wa mabwana, uguse mioyo ya watu wako, watembelee Bwana, uwatendee mema Mungu. Neno hili likawaguse, neno hili likawabadilishe Bwana. Walio na shida ukawaponye, wenye matatizo ukawaguse, waliochoka na kukata tamaa ukawainue tena. Roho Mtakatifu, naomba watembelee, naomba waguse Mungu, naomba watembelee Bwana. Gusa mioyo ya kina mama, gusa mioyo ya kina baba, gusa vijana wa kike na wa kiume. Naomba Roho Mtakatifu shuka. Wewe ni mwaminifu, wewe una nguvu, una uwezo, uko kila mahali, unaweza yote. Bwana Yesu, ninaomba Bwana muda huu neno hili kawatembelee na kuwagusa watu katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Naachilia neema na uweza na mamlaka, neema ya Mungu ikawe juu ya watu wako, ukawaguse na kuwatembelea katika jina la Yesu, amen. Ndugu yangu mpendwa, ninakukaribisha katika kipindi pendwa ambacho ninakileta nikiwa na nafasi na kuwa na muda mzuri kwa ajili ya mafundisho, na nimeona niwe naleta vipande vya msingi ambavyo Roho Mtakatifu huwa ananisukuma. Ninaitwa mchungaji na Mwinjilisti George Musa au Bishop George Musa Preacher. Kwenye akaunti zangu za YouTube ukiandika Bishop George Musa Preacher utapata mafundisho na mahubiri na shuhuda zangu mbalimbali, lakini pia kwenye Facebook pia ukiandika Bishop George Musa Preacher utapata mafundisho na mahubiri na kazi ambazo tunakuwa tunaifanya. Na nimekuwa nikifanya kazi ya uinjilisti pamoja na utume au kupanda makanisa au misheni wa kujitegemea. Lakini sio hivyo tu, tumekuwa ni mchungaji pia wa kanisa la mahali pamoja TAG Shangani Miracle Temple Mtwara, huku kusini mwa Tanzania karibu na boda ya Mozambiki
tuko mpakani kabisa na Mozambiki. Kwa hiyo nikukaribishe tena kwenye kipindi pendwa ambacho nimeona nilete mafundisho mbalimbali ambayo yatakayowasaidia. Siku ya leo nitazungumza hatari ya kanisa la siku za mwisho. Hatari ya kanisa la siku za mwisho ndio kichwa cha somo langu. Nitazungumza mambo gani ya kujihadhari kama kanisa. Ninapozungumzia kanisa, ni mtu yoyote aliyetubu dhambi na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi bila kujali dhehebu au dini yake. Kanisa ni mtu yoyote ambaye amemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, akakubali kumpokea ndani ya moyo wake na anaishi naye, anaishi maisha ya kujitenga na dhambi, maisha matakatifu. Yeye ni kanisa, yeye ni mwili wa Kristo. Kati ya mawe, wewe ni mawe na mimi ni jiwe, ambao tunaunda mwili wa Kristo. Kwa hiyo sasa nitazungumza hatari ya kanisa la siku za mwisho. Kuna mambo ya msingi ambayo Roho Mtakatifu amekuwa akinisemesha mara kwa mara. Labda kabla sijaendelea, kwa sababu nitazungumzia haya mambo ya msingi. Hatari ya kwanza ya kanisa la siku za mwisho, ukiangalia maandiko yetu, Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 5, utaona pale mambo ambayo Paulo alikuwa anamuonya Timotheo. Na ukisoma hizi nyaraka Timotheo ni nyaraka za kichungaji, ni za mahusia, na ukizisoma vizuri kama mtu umeokoka karibuni, utajifunza namna gani ya kuwa Mkristo mzuri na namna ya kuishi na watu, hata kama ni kushuhudia au unatakiwa uenendeje. Na hata kama mchungaji yoyote hajaenda Bible College, hujaenda kokote, ukisoma hizi nyaraka za kichungaji zitakusaidia. Mimi zilinisaidia wakati nimeokoka, maana wakati ulikuwa na mabishano, nabishana na watu mambo ya dini, lakini niliposoma zile nyaraka zilinikataza, zilinihusia, zilinipa maadili namna gani mtu wa Mungu anatakiwa awe. Ukitaka kuwa na maadili bora, soma hizi nyaraka, zitakusaidia sana. Kama wewe umeokoka au ni mchungaji au ni mwinjilisti, ni mtume na nabii, namna yote, ni mwalimu wa neno la Mungu, soma. Au mzee wa kanisa, shemasi, kiongozi idara, ukisoma hizi nyaraka zitakushape, zitakutengeneza kuwa mtumishi bora. Mimi zilinisaidia nilipookoka tu, nikawa nazisoma hizi nyaraka. Kwa hiyo sasa nataka nizungumze katika ule waraka wa pili wa Timotheo ambao Paulo alimwandikia mwanawe wa kiroho, au aliandika, alimfundisha, alimwandikia kumweleza hatari ya siku za mwisho. Anamweleza kwamba ufahamu neno hili kwamba nyakati za siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Alikuwa anamwambia ufahamu neno hili kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Ndio akamworodheshea tabia za watu wa siku za mwisho. Sasa amezielezea pale, wakali, wakaidi, wa nini, tabia zote zile, wasiopenda suluhu, mapatano, wakali, wakaidi, wasiopenda wakwao. Lakini mstari wa 5 katika hiyo waraka wa Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 5 anahitimisha kwa kumwambia hili. Unaona tabia za watu wa namna hiyo, anasema wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Kwa hiyo anahitimisha huo mstari wa 5, anamweleza tabia za watu wa siku za mwisho na mienendo yao. Lakini mstari wa 5 anasema wenye mfano wa utauwa. Anaposema utauwa, wenye mfano wa wokovu, wanaukiri uchaji wa Mungu, lakini wanakataa nguvu za Mungu. Anasema hao nao jiepushe nao. Kwa hiyo hapa tunaona msisitizo wa Paulo kwa Timotheo kwamba watatokea watu wenye mfano wa wokovu, wanasema Yesu ni Bwana, wanamkiri Yesu, wanamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, lakini hawataki kujazwa Roho Mtakatifu, na wayamkini na wengine hata kukataa kunena kwa lugha, wakisema hizo ni lugha za mashetani. Na hii ni hila ya shetani kulidhoofisha kanisa. Unaona? Kwa hiyo ina maana hatari ya kwanza ya siku za mwisho, watu wengi watamkubali Yesu, lakini watakataa kumpokea Roho Mtakatifu. Watakataa kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Watakataa nafsi ya tatu ya Mungu. Unajua hatari yake ni hii. Umemkubali Mungu Baba na Mwana, lakini kama
hujamkubali Roho Mtakatifu, unakuwa hujakamilika. Shida iko hapo, na shetani anajua kwamba umemkubali Baba na Mwana. Sasa uungu hauwezi kukamilika bila Roho Mtakatifu, na shetani anajua. Kwa hiyo shetani alichokifanya sasa hivi kuwafanya watu wasimpokee Roho Mtakatifu. Na jambo lingine, wengine wamempokea lakini hawataki kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ndio janga la pili hilo. Wengine wanakataa kabisa wampokee Roho Mtakatifu, na wengine wamempokea Roho Mtakatifu lakini hawataki kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na hao tunaona kwenye nyaraka za Paulo, anawaambia Wagalatia, nendeni kwa Roho. Unaweza ukawa umejazwa Roho Mtakatifu lakini ukakataa kuongozwa naye. Yaani kila anachokuambia unakuwa against, unakuwa kinyume naye. Unaweza kujazwa, hamna shida. Inawezekana kuna watu wamejazwa kabisa lakini hawataki kuongozwa na Roho Mtakatifu. Haya, sio hivyo tu, wengine hawataki kuongozwa na Roho, lakini kuna wengine wanakataa kumtii Roho Mtakatifu. Wamejazwa, wanaongozwa na yeye. Sasa anapowaongoza anawaeleza hili. Kutii ni mgogoro. Kwa hiyo haya mambo matatu ni hatari sana kwa mtu wa Mungu katika siku za mwisho. Ujilinde sana. Hakikisha kama umeokoka unajazwa na Roho Mtakatifu. Ni jambo la msingi sana. Kukataa au kumkana Roho Mtakatifu, mtu kama huyo anatimiza unabii. Yaani mtu unapokataa kujazwa Roho Mtakatifu unatimiza unabii ambao Paulo alimwambia Timotheo, dalili ya siku za mwisho na watu wa siku za mwisho, kwamba wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu zake. Tumeona haya maandiko. Ina maana unatimiza unabii. Sasa kanisa la siku za mwisho, labda nitoe ushuhuda wangu mimi kidogo, ingawa nimeshuhudia kwenye nani zangu, klipu zangu nyingi nimeshuhudia, nieleze kilichotokea baada ya kuzinduka kutoka kwa wafu. Yaani baada ya kuzinduka kutoka kwenye kifo. Niliwahi kuelezea na naelezea tena kwa faida ya watu wengine. Sikujua habari za Roho Mtakatifu. Sikuelewa. Nilivyokuwa nimekaa kitandani, yaani ile baada ya kuzinduka kutoka kwenye umauti, nikaitisha shati langu na suruali yangu nikavaa. Nilipovaa nikawa nasikia sauti ya Yesu inaniambia, George Musa, nitakuletea Roho Mtakatifu. Huyo atakusaidia mambo yote. Umsikilize yeye, atakuongoza. Hata wale waliokuwa na kutesa atakuonyesha. Nikawa nauliza ile sauti inasema na mimi, wewe ni nani? Kwa sababu ni vitu vigeni katika maisha yangu. Sauti inaniambia, ni mimi Yesu wa Nazareti, niliyekuwa nimekufa na kufufuka, niliyekutokea George. Usimkatae huyo Roho Mtakatifu. Atakusaidia na kukuonyesha mambo yote, hata waliokuwa na kutesa. Nikawa nimekubali kwa sababu nasikia ile sauti, nikasema sawa. Kwa hiyo nikawa nimekaa, nimevaa shati yangu na suruali yangu, nimekaa kwa sababu nilikuwa nimevaa taulo. Nikaitisha suruali na shati nikavaa. Nilipokuwa nimekaa pale kitandani, ghafla kwa mbali nikawa nasikia kama upepo wa kimbunga. Yaani kama unavyosikia mvua ya upepo inavyovuma kutoka mbali na kuja mahali. Ndio nilivyokuwa nasikia kwa mbali. Na hiyo ilikuwa ni saa 10 jioni. Unaona? Sasa kilichotokea, ule upepo na usikia, ghafla ule upepo kawa umekuja pale nilipokuwa nimekaa kitandani. Yaani naona kabisa kama kuna upepo unakuja, afu ule upepo, ile nguvu ya upepo ikawa imekuja, imenigusa kichwani, ikawa inaingia ndani. Sasa kwa sababu ni kitu kigeni, nikawa nazuia ile nguvu, lakini kajikuta naanza kutetemeka pale kwenye kitanda. Unaona? Sasa ilipokuwa inashuka ile nguvu, na ulimi ukakamatwa, ukaanza kusema lugha ingine. Sasa lugha ile mimi siijui. Nikasema nitatamkaje, lakini moyoni najisikia furaha. Wale ndugu zangu wale wamekaa pale pembeni wanaangalia ile tukio, lakini Mungu alikuwa amewagusa ili wasinishike. Kwa hiyo mimi nashangaa,
Sio kwamba nilipotelewa ufahamu. Hiyo nguvu naielezea kwa sababu sikupotewa na ufahamu. Yaani Roho Mtakatifu anapoingia hupotewi na ufahamu, unajielewa, una akili zako timamu, tofauti na mapepo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapoingia, kwa sababu ni Mungu, anahitimisha ule utatu. Kwa hiyo ninatikiswa hivi kwa sababu ni nguvu nyingi, nikawa natikiswa na ile nguvu, alafu ulimi umekamatwa, nikaanza kusema kwa lugha. Sasa nasema kwa lugha, lakini sielewi, lakini rohoni najisikia furaha. Nimeanza kusema pale. Sasa wengine waliokaa pale, yule mmoja anasema huyu ana majini, atakuwa mganga wa kienyeji. Na wengine walikuwepo nje wanasikia yale, nanena kwa lugha. Wakasema huyu jamaa ana majini huyo, yani ana mashetani. Wengine wakasema hapana, haya ni mambo ya walokole. Sasa jambo la kuitwa mimi nina mashetani, nina akili zangu, nikawa nazuia. Kila nikitaka kuzuia, nasikia sauti ya Yesu inaniambia, Joji, usizimishe, huyo ni Roho Mtakatifu, huyo ni msaidizi atakaye kusaidia mambo yote, acha aombe. Nasikia sauti kupitia kichwa changu na sauti kupitia masikio yangu kwa ndani, acha aombe. Sasa nikawa najibizana ile sauti, mbona ananiambia nina majina? Ananiambia ndio wanadamu walivyo, usizimishe hiyo lugha, acha aombe, huyo ni Roho Mtakatifu atakaye kusaidia mambo yote. Nikaamua kuacha ile lugha, nikaendelea kuomba pale, kuomba na tetemeka pale, na nimeomba pale saa moja. Sijawahi kuomba kwenye maisha yangu saa nzima. Sasa ile nguvu ilikuwa inaniwezesha, ile lugha inaniwezesha kuomba. Yaani nikawa nasikia raha, nasikia kuomba, tunanena kwa lugha karibu saa moja na kitu hivi. Baadaye ikaanza kushuka ile nguvu, ikatulia kimya. Baada ya kutulia, ndio nikasikia sauti, ni mimi Yesu, nimemtuma Roho Mtakatifu, usimzimishe, usimkasirishe. Kuanzia sasa hivi atakuonyesha mambo makubwa hata usiokuwa unayajua. Sasa unaweza ukaona hiyo kitu, sijui mnanielewa jamani? Ndugu zangu, mnanielewa? Na ndio maana kuna vita sana sasa hivi. Imani potofu haifundishi watu kujaa Roho Mtakatifu, haiombei watu kujaa Roho Mtakatifu, na haikazani watu kujaa Roho Mtakatifu. Nitakueleza huko siri kwa nini hawa imani za ajabu, imani potofu zozote, imani za uongo haziombei watu kujaa Roho Mtakatifu, haziwafanyi watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Wanajua kuna nini ndani yake, kwa sababu mtu akijaa Roho Mtakatifu anafunguliwa macho, anaona na kusikia. Na ndio maana imani nyingi potofu sasa hivi duniani hazifundishi kuhusu Roho Mtakatifu na kuombea kujaa Roho Mtakatifu, na zinakataa kunena kwa lugha, kwa sababu mtu akijaa Roho Mtakatifu uungu unakuwa ndani yake, anaona na anasikia. Na ndio maana shetani amelipiga kanisa hapa. Nazungumza kwa uzoefu wangu, kwa sababu mimi sikuwekewa mikono na mtu, wala sikuombea Roho Mtakatifu. Yesu mwenyewe ndiye aliamua kunibatiza. Sasa baada ule ubatizo, usiku ule nimewahi kuelezea, lakini naelezea kwa faida ya Roho Mtakatifu kwamba hatari ya kanisa la siku za mwisho kumkataa Roho Mtakatifu, kuto kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuto kumtii Roho Mtakatifu. Na hili ndio kosa, na ndio maana watu wana maandiko mengi lakini hawana connection na Mungu. Sikiliza, yaani kuna hasara kubwa kama unalijua neno usipojazwa Roho Mtakatifu. Ni sawa na pango na panga lisilo na makali. Na hapa nitakueleza hatari yake ya kutokujaa Roho Mtakatifu. Utaona hatari yake ni kubwa. Na ndio maana sasa hivi dhambi inapigwa makanisani, dhambi, watu wanachapa dhambi, hawaogopi tena, kwa sababu si wamemkataa Roho Mtakatifu. Sasa mtu anapomkataa Mungu, unapomkataa Roho Mtakatifu, umemkataa mwenye kuwezesha. Yeye ndio nguvu ya kukuwezesha kushinda dhambi. Sasa unapomkataa yeye, matokeo yake ni nini? Ndio dhambi inachapa. Nakuta madhabahuni mtu anachapa dhambi, anaimba lakini anapiga dhambi, anahubiri lakini anapiga dhambi. Kwa hiyo hata dhambi haiogopi,
kwa sababu watu hawana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kuishinda dhambi, dhambi ni nguvu ya uovu. Huwezi ukaishinda kwa akili wala kwa kusoma darasani. Tunaishinda na nguvu za Mungu. Unaona, tunaishinda na nguvu za Mungu, kwa sababu dhambi ni nguvu ya uovu. Ili uhakikisha haya, Paulo anazungumza kwenye Warumi 7 mstari wa 15 hadi 24 pale. Anasema nilitakalo silitendi, bali lile nisilolipenda ndio ninalolitenda. Lakini sio mimi nafsi yangu, bali ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Anazungumzia nguvu ya uovu. Nguvu ya uovu inaongozwa na Shetani, na nguvu ya uovu hiyo dhambi ni nguvu ya uovu. Sasa kuishinda dhambi sio kwa akili wala kwa ujanja, ni nguvu ya Mungu, kwa sababu ile na kufosi dhambi na kufosi inaongozwa na Shetani. Sasa nguvu ya Roho Mtakatifu kijaa, kinachotokea inakulinda, inakuwa kama gavana ndani ya gari. Kitaka kusonga mbele kwa break, kitaka kufanya hiki break, kwa sababu hiyo nguvu inakudhibiti wewe. Sasa wengi, Shetani anajua hivi, na ndio maana nakwambia imani potofu, imani za uongo hazifundishi Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, watu wataijua kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Jambo la pili, watakuwa na macho ya kiroho, watajua uovu wao, uongo wao na uchawi wao. Jambo la tatu, watakuwa na masikio ya kuielewa kweli. Kwa hiyo wanachohakikisha, imani potofu zozote hawafundishi Roho Mtakatifu, hawaombei Roho Mtakatifu, wanakataza watu kunena kwa lugha, kwa sababu kwenye kunena kwa lugha nitazungumza baadaye faida za kunena kwa lugha. Kwa sababu Mungu anaposhuka huwa analeta lugha. Mimi sikujua kwamba lugha zina maana. Kwa hiyo nilipojazwa ile Roho Mtakatifu, kilichotokea usiku, sasa usiku nimelala, nikasikia sauti ile ile tena kama saa 5 hivi, George Musa, amka. Nikauliza, wewe ni nani? Wakati inanisemesha nimelala hivi, inasema mimi ni Yesu wa Nazareti niliyekufa na kufufuka. Kwa sababu sio kila sauti ni sauti ya Mungu, lazima uipambanue, lazima uijue. Na mimi Mungu alinipa hiyo neema ya kuuliza. Sio kila sauti, kwa sababu inaweza ikawa ni wewe mwenyewe, nafsi yako inasema na wewe, au Shetani akasema na wewe, na Mungu akasema na wewe. Hasa kupambanua ni muhimu sana, lazima uwe na uelewa. Na ndio maana lazima uhoji, hiyo sauti inayekuambia kazini ni ya Mungu? Hiyo sauti inayekuambia kalewe ni ya Mungu? Sio ya Mungu. Lazima upime na Biblia, neno la Mungu. Nikasema, kwa sababu wakati huo nilikuwa sina Biblia, nina Agano Jipya tu dogo. Nikasema, wewe ni nani? Ananiambia, mimi Yesu wa Nazareti niliyekufa na kufufuka, niliyekutokea George. Amka, wamekuja wachawi, inaniambia. Sasa nikawa nasikia Roho Mtakatifu anasema na mimi, amka, wamekuja wachawi. Kwa sababu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni kitu hiki kimoja, huwezi ukawatofautisha. Na ndio maana Mungu Baba yuko mbinguni na Mwana, lakini wako connected na Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu duniani, kwa sababu yeye ndio aliyeachiwa kanisa, yeye ndio tuliyeachiwa, yeye ndio anayetupasha habari, mambo yajayo, mambo yaliyoko na yanayoendelea. Na ndio maana unapomkataa kujazwa Roho Mtakatifu, unakataa mawasiliano na Muumba, kwa sababu huwezi ukawasiliana na Mungu Baba na Mwana ukawakubali Mungu Baba na Mwana tu peke yako. Na ndio maana kuna mapungufu, watu wanaomba kwa sababu na mheshimu Baba na Yesu tu, Roho Mtakatifu wamemtupa pembeni. Ndio maana hakuna connection, hakuna mawasiliano, huwezi ukasikia sauti. Lazima umkubali Roho Mtakatifu, umkumbatie, umwambie Roho Mtakatifu, wewe ni rafiki yangu, Roho Mtakatifu karibu, ninakuhitaji wewe, maana wewe ndio uliachwa duniani, ndio mfariji, ndio kiongozi. Yaani hapa duniani tumeachiwa Roho Mtakatifu, lazima turinge naye, lazima tumkumbatie, lazima tumuombe muda wote. Tunamuomba yeye kupitia jina la Yesu. Unapomwomba Roho Mtakatifu anakufunika, alafu anakusemesha, anakuongoza, anakuambia mwanangu hili, mwanangu hili, mwanangu hili. Na hapa ndio Shetani amelitenda kanisa kwa ujanja. Na ndio maana watu leo kwa sababu wamemwacha Roho Mtakatifu na manabii wa uongo wanachokifanya, hawawafundishi watu Roho Mtakatifu ili wao watumwa wao. Na ndio maana leo watu wako watumwa chini ya watu wengi. Unaenda kwa mtu unaambia, niulizie kama Agano la Kale. Agano la Kale ishapita. Sasa hivi Roho amemwagwa kwa
Kwa kila mmoja unaweza ukasikia na ukaona, sio lazima uuliziwe na mtu au uambiwe taarifa zako. Roho akiingia atakujulisha. Kwa hiyo kilichotokea, napewa taarifa kwamba kuna wachawi. Nikasema sawa, nikakaa kitandani, nikaamka, nikakaa. Baadaye nikapiga magoti, nikasikia nipige magoti. Nilipopiga magoti nikaanza kusali sala ya Baba yetu, kwa sababu nilizoea huko, Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, utupe leo riziki yetu. Nikasikia sauti. Hiyo sala haiwezi kufukuza pepo. Sala hiyo ni kama mwongozo, haiwezi kufukuza pepo. Nikauliza ile sauti inayenisemesha, nikasema niombeje sasa, nisalije? Ikaniambia sema Baba. Nasikia sauti inaniega, katika jina la Yesu naelekezwa. Sasa nilivyosema katika jina Yesu, ulimi wangu ukawa umekamatwa. Nikaanza sasa kunena kwa lugha ile ile niliyokuwa nimejazwa, na nena kwa lugha, na nena kwa lugha, na nena kwa lugha, na nena kwa lugha, na nena. Yani kila nikijaribu kuomba Kiswahili inakata, naambiwa usizimishe kunena kwa lugha. Ndipo nilipogundua kunena kwa lugha ni silaha ya bomu ya nyuklia, na ndio maana shetani anazuia kanisa lisijazwe Roho Mtakatifu na lisinene kwa lugha, linazuia. Na ndio maana leo hatuna majiant prayer warriors, hatuna intercessor, hatuna, kwa sababu watu wanaomba kwa akili. Nitazungumza huko mbele, kuna kuomba kwa akili na kuna kuomba kwa roho. Sasa utaombaje kwa roho kama Roho Mtakatifu watu wamtaki? Na ndio maana ukiona kwenye mikesha watu wanaomba nusu saa, dakika 20 wako hoi. Hakuna watu wa kuomba masaa matatu non stop. Unaomba tu, unaomba tu, pray, unaomba tu, unaomba masaa 2 matatu non stop. Sasa huwezi ukaomba kwa akili kwa masaa 2 matatu. Akili huwa inachoka, ina ukomo. Lakini Roho Mtakatifu akiingia, anashika kinywa, anashika fahamu, anakuongoza yeye, anakuombea yeye kwa kuugua. Hiyo nitaizungumza huko mbele. Kwa hiyo nikaanza kuomba, na nena kwa lugha, na nena kwa lugha. Ghafla nakuta haya macho, ninafunguliwa macho, ninapelekwa nje ya nyumba yangu, maana kuna macho ya ndani ya kiroho. Sasa huwezi kuona mambo ya siri bila Roho Mtakatifu. Na ndio maana shetani anajua, anahakikisha kanisa la siku za mwisho halijazi Roho Mtakatifu. Wanajua watu watakuwa na macho, hutataka kwenda kwa nabii utabiriwe, hutataka kuuliza kwa nabii niangalizie, kwa sababu wewe ndio utakuwa nabii wa kwanza kujitabiria na kuona. Na ndio kinachokosekana. Sasa hivi tumekuwa na Wakristo wahangaikaji, wanetafuta majibu kwa sababu wenyewe wamemkataa Roho Mtakatifu. Lazima wewe uwe jawabu kwanza, alafu unapeleka kwenye familia yako. Haya mambo nayazungumza kwa uzoefu, kwa sababu nimekutana nayo. Sizungumzi kwa nadharia, nazungumza kwa uzoefu. Na hili ndio janga kubwa la kanisa. Limekuwa kipofu, limekuwa kiziwi. Kanisa linadanganywa, watu wanadanganywa, watu wametapeliwa, watu wanadanganywa, watu wanakuwa wachanga kila siku. Na ndio maana watu wanakuwa wachanga kila siku. Hao wanafunzi wanakuwa wachanga, wanakuwa watumwa wa watu baada ya kuwa watumwa wa Yesu. Lakini nataka nikwambie, hatari yake ni kukataa. Ukikubali kujazwa Roho Mtakatifu, haya ninayokuambia yataisha, hayo matatizo yataisha. Ukikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, nitakueleza mimi nilivyoongozwa, nitakueleza uzoefu wangu, na kwa sababu naandika kitabu kidogo cha Roho Mtakatifu. Je, umejazwa Roho Mtakatifu? Ndio swali hilo. Hicho kitabu kinazungumza, je, umejazwa na Roho Mtakatifu? Kuna maswali mengi mle ndani, na Mungu aliniambia andika. Ingawa waandishi ni wengi, lakini ni kitabu kidogo sana kitakachowasaidia watu. Maana ni muhimu ujue, je, nimejazwa na Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu inakuwaje? Yaani Roho Mtakatifu akiingia, ndugu yangu, lazima ubadilike totally. Ukiona watu wanazini, wanafanya vitu vya ajabu makanisa, hawajajazwa Roho Mtakatifu, hata kama unanena kwa lugha. Na hii ndio inasababisha watu wakatae kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Shetani ameweza hapo, kwa sababu anaona waliojazwa hawajabadilika. Sasa tuseme nini? Kwamba unaweza ukajazwa lakini hutaki kuongozwa. Kwa
kweli kabisa. Roho Mtakatifu, watu wananiuliza sasa, mchungaji, mbona mtu ananena kwa lugha amejazwa? Naambia roho ameingia, ila sasa shida huyo mtu hataki kuongozwa, ndio maana anaendelea kuchapa dhambi, kwa sababu roho anakiingia anakuambia hiki hapana, fanya hiki, fanya hiki, alafu hataki kumtii, na ndio maana unakuta anabaki hatoki mapema. Mtu unakuta amejazwa roho lakini anazini, mtu amejazwa roho anakunywa pombe, mtu amejazwa roho anafanya hivi. Na ndio Wakorinto walivyokuwa. Wewe soma kitabu cha Wakorinto wa kwanza na wa pili. Wakorinto walikuwa wamejazwa roho lakini walikuwa hawajijui wao ni nani. Na ndio maana ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 16 na 17, Paulo anawakemea Wakorinto pale. Hamjui kwamba nyinyi mmekuwa hekalu la Mungu na roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Wakorinto walikuwa wamejazwa roho. Kuna uwezekano wa kujazwa roho lakini mtu akakataa kuongozwa na roho, akakataa kumtii Roho Mtakatifu. Hiyo nitazungumza baadaye. Kuna uwezekano. Kwa hiyo kilichotokea, nikafunguliwa macho, nikaona nje wachawi zaidi ya watu kama 20. Sasa wakati nawaona wale wachawi, sauti inaniambia, unaona hao? Maana walikuja, walishazoea kunipiga. Mimi nimepigwa na wachawi zaidi ya miaka 3-4, zaidi ya miaka 4. Na ndio maana usipojazwa roho, hata kama umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi, unaweza ukachezewa na wachawi, akaingia ndani akakuchezea chochote kile. Yaani kuokoka ni hatua ya kwanza, lakini namna ya kuishi lazima uwe na hatua nyingine. Yaani haitoshelezi kumkiri kuwa Bwana na Mwokozi, lazima nafsi ya tatu ijae. Nafsi ya tatu ni ulinzi juu ya maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Na ndio maana Petro anasema hivi, Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 5, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu hata mpate wokovu uliowekwa tayari kwa ajili yetu. Yaani sisi ukimpokea Yesu lazima umkaribishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaposhuka analeta nguvu ya kukulinda, na hii nguvu ilikuwepo tangu Agano la Kale. Unakumbuka wana wa Israeli wakati wametoka Misri, wanafuatiwa na Farao, Mungu alikuwa anawalinda kwa wingu lake. Lile wingu lilikuwa linamaanisha Roho Mtakatifu. Mchana anawafunika na wingu wasiungue jua, na usiku anawaongoza kwa nguzo ya moto. Ile nguzo ya moto ni alama ya Roho Mtakatifu. Alikuwa anawalinda na Roho Mtakatifu, anaweka mipaka kati ya Wamisri na Waisraeli, hawawezi kuwapata. Sasa shida ya leo, watu wanachezewa na wachawi, wanachezewa na mapepo, wanachezewa na mashetani na majini na mambo. Shida ni nguvu hakuna, au nguvu ni ndogo. Sasa Roho Mtakatifu amepuuzwa, na ndio maana watu wanateseka mno. Hii Roho Mtakatifu ndio tuliachiwa duniani. Yesu akasema katika Yohana 14 mstari wa 18, sitawaacha nyinyi yatima, naja kwenu. Ndugu yangu mpendwa, nisikilize. Baada ya pale sasa nikauliza, hawa nini? Ananiambia ni wachawi waliokuwa wanakutesa siku zote, wanakutesa siku zote. Sauti kaniambia, nikasema sasa niwafanye nini? Akaniambia una mamlaka. Yaani hiyo mtu ameokoka siku hiyo usiku wake, nasikia Yesu ananiambia una mamlaka. Yaani ukiokoka wewe, ukijazwa roho, una mamlaka ya kutamka lolote lile likawa. Kwa hiyo wewe kama umejazwa roho, usiwe na wasiwasi. Kama umejazwa roho, Mungu yuko ndani yako, anatembea na Mungu. Usiogope chochote, usiogope mashetani, usiogope wachawi. Hawa ndio waliokutishia, usiwaogope. Mimi siku moja tu naambiwa, unaona hao, unaweza ukafanya chochote. Nasikia sauti inaniambia, sauti ya Yesu inaniambia, Roho Mtakatifu, unaweza ukawafanya chochote. Yaani ukitamka, kama ni mchawi, kama ni mwanga, kama ni mtu yote, ukitamka kwa jina la Yesu ukiwa umejaa roho, kitu kinatokea. Wala uhitaji nabii wala mtume wala mwinjilisti wala askofu. Wewe mwenyewe ukiwa pale nyumbani utamke chochote, kinakuwa. Lakini Yesu alinionya kitu kimoja, akaniambia usiwaue, kwa sababu imani hii sio ya kuua. Yaani ningetamka kwamba nyinyi wachawi mufe, mnakufa. Lakini Yesu aliniambia nawataka hao wachawi waokoke. Anaambia usiwaue. Nikasema sasa, nimesema wachape viboko. Wachape viboko. Yaani tuna mamlaka, ukijaa roho una uwezo wa kuwachapa watu viboko. Hata usiku wa manane, mtu anakuvuruga pale kazini kwako, meneja wako, mtu anakufanyia jirani yako vitu vyako vyaje, wala usihangaike naye mpendwa.
Wewe ingia kwenye ulimwengu wa roho tu, shughulika naye, kesi unaimaliza huko. Si tunamalizaga kesi huko. Mimi sishindanagi na mtu, hata mtu akinikorofisha sishindani naye. Mimi namwingilia kwenye ulimwengu wa roho. Usiku wa manane tunapambana huko, tunapigana vichwa huko, kama na wacheo tunapigana vichwa, mieleka napiga huko, mapanga napiga huko, na charaza viboko huko. Yani wewe ukijaa roho, wewe una mamlaka kubwa, na ndio maana shetani anazuia watu wasijazwe Roho Mtakatifu, kwa sababu anajua ataigeuza dunia hii. Mimi nilishaapiwa kwenye nchi hii kwamba nitamalizwa, nitauawa. Watu walishakaa vikao wakanisomea madua na madua huku Mtwara, wakachinja mbuzi, wakachinja kondoo. Nitakushuhudia kama kufa shakufa muda mrefu. Watu walishaapa na kuapa viapo vikubwa, lakini wamekufa wenyewe, wameniacha mimi. Watu wa Mungu hatufanyi kirejareja. Uungu ulio nao ni mkuu, hujajielewa tu. Huyo Roho Mtakatifu ni Mungu amekaa, yaani unatembea na uungu, ila wakati mwingine hujajijua. Ndio maana nataka nikuambie, nikasema Yesu anaambia wapige viboko, nikasema Bwana Yesu naamuru wapige viboko. Nilivyosema wapige viboko, niliona kama fimbo za chuma zinang'aa, zinatembea namna hii, alafu zinawapiga. Sasa mimi nasikia wale watu wanavyosema, mimi niko ndani, lakini kapelekwa mpaka nje. Yaani na maana ukijaa roho unaweza ukasafiri ukaenda popote, ukasikia vitu vyote vya siri, ukajua siri zao zote, ukaona vikao vyao vyote. Kumbuka Elisha alipokuwa yuko Israeli, lakini anaenda mpaka Shamu, kwenye ikulu ya Shamu, kwenye vikao vya Shamu ya kuivamia Israeli. Elisha akatoka katika roho akaenda mpaka Shamu. Alipoenda kule akakaa katika ulimwengu wa roho, akawa anasikia mipango yote, jinsi jeshi la Shamu linavyopanga mipango ya kuwavamia Israeli na kupanga mipango kwenye maeneo yote. Kilichotokea wakati huo, Elisha yuko Israeli ni mbali, lakini na Shamu ni mbali, lakini kwa sababu alijaa roho akasafiri katika roho, akaenda mpaka ikulu kule, ikulu ya rais ya Shamu, akakaa kwenye vikao vyao, akasikilia mipango yao ya vita, akasikia kila kitu. Matokeo yake Elisha aliporudi katika roho na katika mwili, akaenda kumpasha habari mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli, bwana, mipango ya Washami vita imekaa hivi na hivi na hivi na hivi, kwa hiyo usipite upande ule, pita upande ule utawapiga. Kwa hiyo jeshi la Shami likawa linapigwa kila siku. Sasa mfalme wa Shamu akakaa siku moja akasema, jamani, kuna mtu anavujisha siri humu, anavujisha siri humu jamani. Yule mtumwa mmoja akasema, bwana wangu, sio hivyo, ila kuna mtu mmoja aliyeokoka, aliyejaa roho, anaitwa Elisha. Huyo mtu wa Mungu huyo, unapokaa vikao vyako ikulu, yeye anahudhuria katika roho. Sasa yuko wapi? Yuko Dothani. Tufanyeje? Tuma watu wakaushike. Sasa unaweza ukaona hiyo kitu kwamba Roho Mtakatifu huwa anaonyesha siri, na ndio maana hataki watu wajazwe. Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Roho Mtakatifu ni tajiri. Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Roho Mtakatifu ndio mponyaji. Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Nataka nikuambie, niliona viboko vinatembea, wanaulizana, huyu amepata wapi nguvu hii? Ameenda kuchukua wapi uchawi? Walikuwa wanajua ni uchawi, hawajui kwamba mimi nimejazwa Roho Mtakatifu. Yesu yuko ndani yangu, amenijaza uungu wake Roho Mtakatifu, kwa sababu hapa duniani tunaye Roho Mtakatifu. Ndio maana inakuambia katika dalili ya mambo ya siku za mwisho, hatari ya siku za mwisho ni watu kumkataa Roho Mtakatifu. Usiwe miongoni mwa watu wanaokataa kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu na kukataa kunena kwa lugha moja. Usiwe miongoni mwa watu ambao wanakataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Pili, usiwe miongoni mwa watu ambao wanakataa kumtii Roho Mtakatifu. Mimi nitakueleza jinsi nilivyompokea Roho Mtakatifu, nilivyokubali kuongozwa na Roho, na ninavyoendelea kuongozwa na Roho, na ninavyoendelea kumtii Roho. Na ndio maana ukijazwa Roho, ukimtii Roho, watu wenye elimu na ufahamu wa dunia wanakuona kama hazinamo. Kichwani watakuona kama hazinamo. Hata wakati mimi ninaachishwa na kazi na Roho Mtakatifu, na nilioneka kama mwenda wazimu. Hata wakati mwingine Mungu anaponiambia vitu vingine, wanasema George, huyu ameongea na Mungu, sijui namna gani. Nataka nikwambie, bado Roho Mtakatifu yupo na anatembea na watu wake. Mmoja wapo ni wewe na mimi. Tukimkubali, hata muda huu atasema na wewe. Shida iko hapa. Shida sio kumpokea. Inawezekana umempokea lakini hutaki kuongozwa naye. Inawezekana unaongozwa naye lakini hutaki kumtii. Lazima haya mambo matatu ya msingi uyazingatie.
ujazwe Roho Mtakatifu, uruhusu unene kwa lugha, akuombee kwa masaa. Lakini jambo la pili, ukubali maongozi yake anapokuelekeza, ili usifanye, ili fanya, kubali. Sasa kwenye kuongozwa lazima utii kile anachokuambia. Sasa nitazungumzia kwenye utii hapa na kuongozwa, ndio penye mgogoro, sio kupokea. Sasa unaweza ukasema, mchungaji, nifanyeje ili Roho Mtakatifu akae ndani yangu? Jambo la kwanza, lazima utubu dhambi. Kama ulikuwa unakataa kujazwa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, mwambie Mungu, nisamehe, kwa sababu wengine wameaminishwa kwamba kunena kwa lugha ni mashetani kwa sababu ya tabia za watu wachache. Hatuwezi kukataa vipawa. Alafu pili, jambo la pili, ukubali kuongozwa na yeye. Kile unachoambiwa, unaambiwa nini? Sio kwamba Mungu asemi, Mungu anasema. Ndugu, wewe kinachotakiwa kukubali kuongozwa. Jambo la tatu, kubali kutii. Kutii ni alama ya unyenyekevu. Ondoa mapembe, ondoa kiburi, ondoa kujiamini. Kubali kutii kile unachoambiwa, sio kwamba usikii sauti ya Mungu. Hata Kaini, hata Adamu alisikia sauti ya Mungu na hao walikosea, lakini Mungu alisema nao. Hata Kaini, ukisoma Mwanzo sura 4, alipomuua ndugu yake alisikia sauti ya Mungu. Shida ni kutokutii na kukubali kuongozwa. Mungu anasema mpaka sasa, na Mungu anasema na wewe. Kubali kutii unachoambiwa. Unaambiwa nini? Unatumwa nini? Umeambiwa nini? Ufanye nini? Hicho unachoambiwa na Mungu, linganisha na Biblia yako. Je, ni jambo jema? Mungu anakuambia nini? Mungu anakusemesha nini? Sio kwamba usikii. Tatizo lako hutaki kuongozwa na kutii Mungu. Sasa mwambie Mungu, nisamehe, ninaanza upya na leo. Sema maneno ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, sema, nimesikia sauti yako. Nimegundua kwamba kuna hatari ya siku za mwisho ya kumkataa Roho Mtakatifu. Naomba Bwana Yesu unisamehe. Nimekufanyia jeuri Roho Mtakatifu. Nimekukataa Roho Mtakatifu. Nimekataa kukutii Roho Mtakatifu. Nimekataa kunena kwa lugha nikiona ni mashetani. Naomba unisamehe Yesu. Naomba unitakase. Naomba unifungue. Niko tayari kujazwa Roho Mtakatifu kwa upya. Roho Mtakatifu, shuka ndani yangu. Shuka ndani yangu siku ya leo. Unijaze Roho Mtakatifu. Unijaze nguvu zako. Niweze kuomba katika lugha ya Roho Mtakatifu. Niweze kuwasiliana na wewe kwa usahihi. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Unifungue. Unitakase. Niweze kusikia sauti yako. Niweze kuitii sauti yako. Niweze kuongozwa na wewe. Asante Bwana Yesu kwa sababu ya wema na fadhili zako. Katika jina la Yesu, amen. Nyanyua mikono yako pale ulipo. Sasa nitakuombea Roho Mtakatifu. Utashangaa, utaona ulimi wako umekamatwa. Usianze kusema tu asante Yesu, asante Yesu. Wewe achilia ulimi huo. Sikazani asante Yesu au nijaze. Achilia ulimi wako. Chochote utakachoona utaona kama vazi, lakini ulimi wako utakamatwa. Achilia, unene kwa lugha, hiyo lugha, na moyoni mwako utasikia furaha. Na kuombea nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, na achilia nguvu za Roho Mtakatifu juu ya watu hawa walioamua kutengeneza siku ya leo. Na achilia nguvu zako, uwabatize kwa Roho wako. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea Roho Mtakatifu. Pokea, ukajazwe. Pokea. Kama lugha zimeshuka, achilia unene kwa lugha. Achilia tamka kwa nguvu katika jina la Yesu. Ikanamo sekerebo yendoria baketerelebo ikaraba sekerebo yendoria ndaraba keterelebo ikapakatarabarabo chekepeketerelebo rindaraba sekerebo koraka sekerebo ikarabo sakaraba yendoria ndaraba keterelebo. Receive power, receive anointing, receive healing. Rindarabo sakaraba. Pokea nguvu, pokea uponyaji,
Pokea, pokea, pokea kunena kwa lugha. Pokea lugha ya kutoka mbinguni. Pokea lugha ya kimungu. Pokea furaha ya Roho Mtakatifu. Pokea kicheko cha Roho Mtakatifu. Rikarabo sandarabakori abakete ikopokotorobo yandarabakai. In the name of Jesus. Ikapakatarabarabo endoriandarabarabo. Receive anointing. Receive power. Rindarabo sakarabakete yekepeketererebo roko sakarabaketererebo yandarabaketererebo rindarabakatabo seke. Pokea furaha. Pokea amani. Pokea kunena kwa lugha. Pokea lugha mpya. Pokea lugha kutoka mbinguni ya Roho Mtakatifu ya ajabu ya kushangaza. Ikaraba sekerebo rikopokotorobo liaba. Achilia nguvu. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Endelea kunena kwa lugha. Kama umejazwa unanena kwa lugha, achilia uombe hata masaa mawili, achilia uombe hata masaa matatu. Endelea kunena kwa lugha. Amini kwamba Mungu yuko ndani yako. Roho Mtakatifu na anahitimisha utatu. Pokea nguvu mpya. Pokea mabadiliko. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Amen. Kama umejazwa Roho na nena kwa lugha, usiache, endelea kunena kwa lugha hata masaa mawili matatu katika jina la Yesu. Usizimishe hiyo kunena kwa lugha. Popote ulipoendelea, nena kwa lugha tu. Utaanza kusikia raha. Unasikia raha, unasikia amani. Huyo ni Roho Mtakatifu. Akiingia analeta amani, analeta hata kicheko, analeta furaha ya ajabu. Endelea kunena kwa lugha katika jina la Yesu. Amen. Sasa ndugu yangu nisikilize. Wakati unaendelea, wewe ambao una maswali, una jambo lolote, unataka kunishirikisha au unataka kushiriki huduma ya umisheni ambayo tunapanda makanisa Kongo, Burundi, tunapanda mpaka kule Kenya, unataka tufufue na kazi ya Burundi, lakini tunapanda makanisa kule, tunajenga kule Malawi pamoja na Kongo na Msumbiji na Uganda na Tanzania. Wewe unataka kushiriki huduma ya umisheni, huduma ya kupeleka injili kwa jambo lolote lile, unaguswa vifaa vya ujenzi, unaguswa pesa, basi tunapokea. Kama una jambo lolote ya kusema mimi nataka kutoa kwa ajili ya injili, tunahubiri mikutano ya injili pia. Wewe unasikia kutoa kwa ajili ya injili, kutoa vyombo vya usafiri, chochote kile ambacho Mungu atakugusa, basi namba yangu ya simu utanipigia 0712-999-805. Kodi ya Tanzania unaanza plus, alafu unakuja 255-712-999-805. Ninarudia tena, unaanza ile plus au jumlisha, alafu unakuja 255-712-999-805. Hiyo namba inapatikana kwa WhatsApp. Tukutane tena kwa mara nyingine. Bwana akubariki. Bwana akubariki na kutie nguvu. Kama unataka mahubiri, nenda kwenye YouTube, kwenye Facebook, andika Bishop George Musa Preacher, utapata mafundisho yangu na mahubiri mbalimbali. Mungu wa mbinguni akubariki. Tutakuwa na mkutano wiki ya kesho. Watu wa Iringa mkae tayari. Nitakuwa pale Iringa mjini kwa ajili ya crusade. Lete wagonjwa, lete watu wenye shida mbalimbali. Bwana Yesu ataenda kuwaponya na watu watajazwa Roho Mtakatifu. Mungu wa mbinguni akubariki. Tukutane tena kwa mara nyingine. Asante kwa kunisikiliza. Bye. Yeye ni kila kitu kwetu Bwana. Haleluya. Ongeza sauti mbele za Bwana, Yesu kila siku. Haleluya. Ongeza sauti yako mbele za Bwana, mwambie tena Yesu. Kila siku Bwana. Kila saa